Umependeza sana. Umependeza sana. Kama mdoli vile. Umeuvaa uzi mweusi nilokuambia uvae kama vile kinga yako maishani. Twende. Kila mtu anakusubiri. Alafu na vingine. Mungu wangu. Hivi wewe ni kipofu au ni nini? Naomba nisamehe. Kimya. Unataka tu kuniharibia ulimbo wangu. Hata mimi naweza nikasema kama ulivyosema wewe. Macho yako yanaweza kuwa tayari yameshapofuka. Nisikilize bibie. Yaani katika maisha yangu sipendi mtu anayenijibu mimi. Mimi nimesema kile ulichokisema wewe. Tayari umeshajisikia vibaya. Wewe umetoka upande wa bibi harusi, kwa hiyo shusha macho yako uongee na mimi. Tutamtoa binti yetu. Wala kuna tunachochukua chochote kile kutoka kwako. Isitoshe, ina kazi nyingi sana za kufanya. Samahani. Pumbavu huyo. Haya sasa, Pragia wenu huyu hapa. Kwa nini mmemvalisha mkufu huu mwepesi? Ungemvalisha ule wa gharama kubwa. Hapana, ni kwamba alikuwa anavaa yote, ila akaona ni mzito kidogo, kwa hiyo akauvaa huu. Natumai hujajali. Hapana. Anaweza kuvaa chochote atakacho. Wala haina shida. Huyu alikuwa anajisikia vibaya au alikuwa anajaribu tu kunificha mimi? Bulbul, njoo, mpeleke dada yako stijini. Umekatikaje? Tutafanya nini sasa? Haijawahi wala kutokea umeme kukatika. Sasa iweje ukatike leo? Ndiyo kaka, hebu nenda na umpige fundi umeme haraka sana. Kwanza kuna joto na umeme umekatika. Nini kinaendelea? Usijali kaka, ngoja tukaangalie. Twende Kaltiki. Mama, mimi nitampigia simu fundi umeme. Ndiyo, hebu nenda na umpigie hiyo simu haraka sana. Baby. Fundi umeme amesema kwamba itamchukua nusu saa mpaka aweze kufika hapa. Jamani. Nusu saa? Mama, kila mtu hapa anasikia joto. Na hizi sasa hivi kuna mtu mmoja tu ambaye anaweza kuja hapa haraka kurekebisha hili tatizo. Suresh. Jamani, kuna joto sana hapa. Naona kama nataka kufa hivi. Dada Pami, poda imezidi usoni. Hebu jifute. Kaltiki namba kiberiti. Nasikia joto sana. Kama hautojali, tunaweza kufanya mila kwenye mwanga huu. Kartik, asante. Uhusiano wangu mimi pamoja na wewe umeanzia kwenye kiza, lakini hatujui tutakapoingia kutakuwa na mwangaza mpya, na nafasi ya kutokea ni sifuri.
limewaka wakati sahihi kabisa. Tazama, yule ni mtu ambaye ameleta mwanga katika maisha yetu. Nini wewe? Unacheka kitu gani bwana? Kama ukiendelea kucheka basi nitakupiga makofi. Kwanza hebu iangalie sura yako. Sura yangu na nini kwanza? Mitali, hii ni sauti yule alionipa kitambaa. Si nayo umeikumbuka eh? Ndio mama. Ila simjui ni nani. Atakuwa nani huyo? Nimuulize nani? Yule atende kumuuliza. Ndio, ngoja nimuulize huyo. Samahani. Ndio. Hai, mimi ni Bubble. Mimi ni binamu yake na Pragya. Na wewe Abi? Binamu yake na Abi. Kwa hiyo wewe ndio ambaye unasimamia biashara za shemeji? Umekosea. Huyo ni Purab. Yeye anasimamia biashara za kaka. Yuko wapi Purab? Sifahamu. Atakuwa anafuatilia biashara za kaka au kuna matatizo yake atakuwa anatatua. Sijui tofauti na hapo. Furahia. Hata hivyo, kwa nini sasa nauliza kuhusiana na habari za Purab? Kwanza niletee tofauti yote ile. इश्क को या खुदा क्यों नजर हो गई, यूं लगे हर दुआ बेअसर हो गई। हमने दिन के चुने आशिया के लिए, किस तरह आंधियों को खबर हो गई। या मौला मौला, Chukua hii sinduri na uweze kumpaka mke wako. वक्त के निशाने पे इश्क बेठिकाना है, एक तरफ मोहब्बत है एक तरफ जमाना है। वक्त के निशाने पे इश्क बेठिकाना है, एक तरफ मोहब्बत है एक तरफ जमाना है। एक तरफ मोहब्बत है एक तरफ जमाना है, एक तरफ मोहब्बत है एक तरफ जमाना है। चाहतों का रख ले तू भरम, मौला जरा कर दे करम, मेरे मौला 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 जरा कर दे करम, मेरे मौला 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 जरा कर दे करम, कर दे करम। Rajna mwanangu, hautakiwi kubeba vitu vizito kama hivyo. Unajua kabisa vitamzuru mtoto tumboni kwako mwanangu.
Rachna, unafanya nini? Ni mara ngapi mimi nimekukataza usibebe vitu vizito jamani? Ningevibeba asubuhi. Haya nipatie. Unamwangalia nani? Hakuna kitu mama. Twende. Ulikuwa sawa Pragya. Umeolewa na mtu ulikuwa unamtaka. Leo ndoto yangu na unachokitaka vyote vimetimia. Hatimaye sasa na wewe umeolewa unaenda kwako. Baba harusi ya dada inaendelea vizuri sana, wala usiwe na wasiwasi. Ana furaha sana. Ndio baba. Kwa nini tupatie pesa Sawa. Tupatie basi. Sawa. Nisubiri. Chukua. Sasa hii ni nini? Mbona ni ndogo sana? Kwa pesa hii wala tuweze kununua sola ya kiatu chako. Subiri kidogo Purvi. Ni kiatu cha nyota wa Rokia B. Wala tupatie kitu chenye thamani basi. Unaweza kununua viatu vipya kwa pesa hii? Shemeji, mbona umekasirika ghafla? Kwa nini sasa usichukue hii hela na kwenda kununua viatu vipya? Alafu hapo kaondoka peko peko. Unajua itakuwa vizuri sana kama ukiondoka hapa bila viatu. Kaka, wapatie tu hiyo pesa. Hata hivyo hiyo ndio kitu anachokitaka. Chukua. Sawa. Inatosha? Ndio. Viatu vyangu. Beni, mpe vitu vyake. Hivi hapa viatu vyako. Usijali. Nitavivaa. Asante. Asante. Shingapizi. Mwanangu, binti yangu ni msichana mzuri sana. Tafadhali mtunze vizuri. Natamani ajue binti yake ni mjanja kiasi gani. Na natamani nimwambie kwamba sitamtunza kamwe. Mwanangu, iangushe hii na mguu wako wa kulia, kisha ingia kwenye nyumba yako mpya.
Mwanangu, tafadhali nenda kakae. Mimi nakuja sasa hivi. Abi, ujue leo umenifurahisha. Umeoa msichana ambaye ni chaguo langu mimi, na umefanikiwa kuanza maisha yako mapya. Pragya, hilo sasa ni jukumu lako. Mtunze vizuri mwanangu, Nawaombea muwe na furaha daima. Aya, mwonyeshe Pragya chumba chake. Baby, mimi... Mzee, wewe leo ni mbuzi wa kafara. Hebu acha kelele bwana. Ulifikiria nini? Kwamba sisi tutakuruhusu hivyo kirahisi uende kwa mke wako, Kaka, kabla hujaondoka itabidi tufanye sherehe kwanza. Sherehe itafanyika kesho. Hamuoni jinsi watu walivyochoka? Bibi, acha niwafurahishe washikaji, maana nisipofanya hivyo wataendelea kunitania kila siku. Abi, kwa nini uelewi? Bibi. Basi sawa, kwa sharti moja. Sherehe ikishaisha, hakikisha unarudi nyumbani haraka sana iwezekanavyo. Sawa bibi. Haraka nini? Wewe sikiliza, kama utaki kwenda, wewe tuambie tu sisi, na sisi tutakuelewa bila tatizo. Sawa bibi. Tutaenda wakati mwingine. Mimirao, sikiliza. Hebu mchukue vitu vyako na umpeleke chumba cha kaka yako. Haya mwanangu, nenda kapumzike. Sawa, lakini bado hamjatambulisha. Hivi wacha kwanza nijitambulishe mwenyewe. Habari, naitwa Nimiral. Mimi ni binamu yake na Abi na pia ni mdogo wake na Akash. Pragya, nakujua. Ulimlaani kaka Abi ile siku ambayo alikuwa anafanya tamasha lake. Haya, wifi, hebu niambie, licha ya kuwa na mashabiki wengi na warembo, ulitumia njia gani kwanza? Samahani. Naondoka. Nyinyi wote tayari mshaanza usumbufu sasa. Hebu tufanye kitu kimoja. Tumwache shemeji apumzike kidogo. Atakuwa amechoka. Oh, samahani. Na imani wifi hujajisikia vibaya. Hata hivyo mimi napenda sana kuongea, wala usijali. Tunani? Purvi? Hauna usingizi, Ndiyo, mwenye sina hata usingizi. Sina tabia kulala bila dada, si ndio? Kwani hizi sherehe nani kaziweka? Baada ya ndoa msichana anatakiwa kuondoka nyumbani kwa anaenda nyumbani kwa mume wake. Ni kweli unavyosema. Amekuwa akikaa na sisi kipindi chote hizo na sasa ameenda kwenye nyumba ya wakwe zake. Sijisikii vizuri kabisa. Wote mjalala bado? Kwa nini bado hujalala? Sawa, mimi nina kitu cha kufanya. Mimi nini? Ndo nini? Unamaanisha nini kusema hivyo? Hebu niangalia. Sisi wote hapa tuna tatizo moja, Unamaanisha? Namaanisha ugonjwa wako unasambaa mapema kiasi hiki. Kwa nini lakini? Ugonjwa gani? Wa kumkumbuka dadangu. Mama, naomba basi mpigie dada simu. Uende naye akajalala. Simu yangu iko wapi? Hakuna haja. Alani, lazima kutakuwa na wageni wengi nyumbani. Mila nyingi zitakuwa zinaendelea. Na pia atakuwa zake na Abhishek. Tutaongea naye asubuhi. Asubuhi itafika lini mama? Aya, nenda kitandani kwako na ukalale. Nenda. Aya, nenda. Nenda Bulbul. Wewe ni msumbufu sana. Aya, na wewe hebu lala. Nimeshasema tutampiga simu asubuhi. Lala. Lakini mama asubuhi. Kimya.
Halo? Ndio, nilikunywa kidogo. Kuna marafiki zangu waliweza kuja. Sijalewa sana mpaka nishinde kuendesha gari. Nitakuwa hapo muda si mrefu. Haya basi sawa. Dereva wangu atakuja kunichukua. Ni saa 9:30. Sijui atakuwa sawa. Ndio, nilikunywa kidogo. Kuna marafiki zangu waliweza kuja. Sijalewa sana mpaka nishinde kuendesha gari. Nitakuwa hapo muda si mrefu. Au amechukua gari na kuondoka. Atakuwa kaenda wapi usiku wote huu? Nitafanya nini nikamuulize nani? Hakuna mtu yeyote hapa. Na hata namba yake ya simu sina. La sivyo ningempigia nijue. Labda naweza nikapata namba ya kila mtu katika hii. Hii hapa namba ya dereva wake. Halo? Mimi Pragya naongea. Pragya yupi huyo? Mimi ni mke wa Bwana Abhishek. Utanisamehe mama, mimi wala sijakujua. Yuko wapi yeye? Samahani mama, siwezi kukuambia. Sikiliza, naomba ujaribu kuelewa na wasiwasi sana. Naomba uniambie yuko wapi? Mama, yuko Royal Blue Apartment. Subiri kwanza, naandika chini. Ndio. Bibie, hiyo apartment ya Royal Blue ipo magharibi tu, barabara ya 5. Sio mbali sana. Usiku kama huu nitawezaje kupata gari? Bajaji, simama! Bajaji! Asante kaka, chukua hii. Kaka. Bibie, umefika hapa? Bosi wako yuko wapi? Bosi wako yuko wapi? Yeye yuko kwenye ghorofa namba 1803. Asante. Huyu ni Tano, mwana mitindo maarufu sana hapa nchini India. Mambo. Habari yako? Oh, habari yako? Tano, nani uko hapo? Nani huyo anasumbua usiku wote huu? Hebu wafukuze hapa mara moja. Nini kinaendelea? Wewe unafanya nini hapa? Sasa kwa nini unaniuliza mimi? Jiulize mwenyewe. Una maana? Namaanisha, sasa ni kwa nini umeshtuka sana baada ya kumwona Abi na mtu mwingine?
kwako sio kitu kipya kabisa. Kile ulichowafanyia wengine ndicho kitakachokutokea, na hii itakuwa ni adhabu ya dhambi zako. Kipenzi, tafadhali funga mlango. Kesho asubuhi nataka kwenda tena kwa yule mjinga. Nimechoka kufanya maigizo kuhusu ile harusi. Namchukia sana yule binti ese. Nataka hata nisahau ile sura yake tano. Naichukia sura yake. Kuna la zaidi unataka au umejitosheleza? Halafu hii sura yako inaonyesha kuwa utakuwa umenielewa vizuri kabisa. Sasa naomba uondoke na usiendelee kutusumbua tafadhali, sawa eh? Usiku huu Tano ananipigia. Niambie, kuna nini tena? Ebu Otea, amekuja huku. Nani huyo unayemwongelea? Wewe si huyu mjinga. Pragya? Ndiyo. Natamani hata ungeiona sura yake. Aliponiona usiku wa kwanza mimi nilipokuwa na Abi, alishtuka sana. Hatakuwa na amani kabisa maisha yake yote. Asante kwa taarifa mpenzi. Sasa kalale, kwa sababu huu udafu uliobakia nitakupatia kesho asubuhi. Sawa, usiku mwema. Habari za asubuhi mwanangu. Umefanya nini mwanangu? Unajisikiaje? Abi yuko wapi? Habari za asubuhi bibi. Za asubuhi. Mwangalie. Anaonekana bado ana usingizi. Bibi, nilijaribu kumwamsha, nimekuletea chai. Ile pale. Ile alikuwa amechoka sana. Kwa hiyo nikamwona nimwachie aendelee kupumzika kidogo. Si ndio? Vipi, umejisikiaje? Umelala vizuri leo? Nenda kana uso wako. Utajisikia vizuri. Alafu baada ya hapo tutakunywa chai pamoja. Sawa? Mimi sikutaka kuwasumbua kabisa. Nilichokitaka mimi ni tushuke chini wote tukapata kifungua kinywa. Au mnaonaje? Ndio bibi. Nadhani vizuri leo tunywe chai pamoja. Si ndio? Haya, kajiandae na mshuke chini haraka. Na wasubiri. Sawa bibi. Bibi umemwona katika hali ile ile. Usiniambie kwamba umemwambia chochote bibi. Natamani sana kama ungeiona sura yake. Alipata mshtuko kiasi kwamba siku mbili zijazo hataweza kuongea. Nilitaka nimpe mshtuko kwanza wa pura. Ile ilistahili kuangalia sura yake. Akili zilimruka.
Halo. Halo, habari zenu? Salama tu. Habari yako mpendwa? Ni hivi, basi tu tulikuwa tumemkumbuka Pragya. Vipi tunaweza kuongea na Pragya? Amekaa pembeni yangu. Unaweza kuongea naye. Chukua mama. Nakuja sasa hivi. Halo? Halo? Unaendeleaje mwanangu? Ala, kutakuwa na mambo mengi sana yanaendelea na watu wengi pia watakuwa wamekuzunguka na watakuwa wakuruhusu ufanye kazi yoyote ile. Una watumishi wengi sana nyumbani. Una furaha Pragya? Halo? Habari yako? Mwanangu, niko sawa, wote tuko sawa hapa. Tumemkumbuka sana Pragya, kwa tukafikiria kuongea naye. Ni hivyo tu. Kwa nini mnahofu juu yake? Niko hapa. Na familia nzima pia tuko hapa. Ana furaha sana. Huyu hapo ongea naye. Halo? Ndio mama, niko salama tu. Tunapata kifungua kinywa, nitakupigia baadaye. Ndio sawa. Yaani hao wote wako nyuma yangu na ndio maana nimekupigia simu. Utanipigia baadaye. Hapana mama. Ninajua ulikuwa wapi jana usiku. Nilikuwa nako macho yangu mwenyewe na nilisikia kila kitu ambacho alikisema. Kwa hiyo hakuna haja ya kujiigizisha mbele yangu. Nataka uniambie ukweli halisi uko wapi. Ni kweli kabisa hujui kinachoendelea? Sawa, basi kwanza tumpigie bwana wako na nimuulize ni kitu gani ambacho kinaendelea. Bwana wangu? Unaongea kitu gani wewe? Tatizo lako ni nini wewe? Tatizo langu ni wewe. Tatizo langu lingine ni Purab. Purab? Unajisikiaje? Unafikiri kwamba kila jambo ambalo unalitaka litakuwa, si ndio? Sio muda huu. Kwa sababu umecheza na mtu ambaye siye. Na wajua wasichana kama wewe vizuri sana. Hadhi yako ni kukimbia nyuma ya gari langu na sio kukaa pembeni yangu kama mwanamke wangu. Wasichana kama wewe kitu pekee mnachokiweza ni kuwalinda tu wanaume matajiri ili muweze kupata pesa zao. Na hili jambo niliweza kuliona siku ya kwanza tu pale nilipofika nyumbani kwenu. Ndio. Pale ambapo niliona mkufu aliokuzawadia bibi katika shingo yako. Tamaa ya pesa iliweza kuonekana dhahiri machoni mwangu. Umeelewa vibaya. Nyamaza! Ulimwinda kaka yangu aliyekuwa kama rafiki yangu. Kwa sababu yako akamdanganya dada yangu. Dada yangu alikuwa anampenda sana, lakini kwa sababu yako kila kitu kikaharibika. Na kwa kweli niona ukaanza kuota mambo makubwa. Najua kabisa katika kichwa chako uliweza kugundua kwamba bibi yangu alikuwa akitaka mimi nimpate mwanamke wa kawaida, kwa hiyo ukaamua kuitumia hiyo kama fursa. Sikia, unakosea kaka, unafanya nini sasa? Sasa ni kwa nini unaongea na wifi namna hii? Huyu ni msichana wa kawaida na wewe... Wifi, usiwe na wasiwasi kabisa. Mimi niko hapa. Na nitayaharibu maisha yako vizuri tu. Mpaka ushinde kuelewa ni nani wa kutokumuona na ni nani wa kutokumsikia. Ulifikiria nini? Ya kwamba ukiolewa na kaka yangu basi ndo utapata raha zote za dunia, upate jumba kubwa pamoja na magari ya kifahari, tena baada ya kunibia Purabu wangu. Sasa hivi Purabu atajua ukweli wako wote na atakuacha na atarudi tu kwangu. Hata kabla ya harusi kaka yangu aliyajua haya yote. Ulijiona ni mjanja sana kucheza na akili zetu eh? Angalia sasa, umekosa bara na pwani. Mbinguni haupo wala ahera hujulikani. Sasa wifi, utaenda wapi? Kwa ajili ya kutimiza ndoto zako umezima kabisa ndoto za dada yangu alizowaza kwa muda mrefu. Sasa Purabu utajua makucha yako na jinsi ulivyokuwa mnafiki mkubwa.
Kwa kukuangalia tu usoni lazima atagundua kosa alilofanya kumwacha dada yangu, kwamba kwa msichana kama wewe itameweza kumwacha Alia. Ndoto yako kumiliki nyumba kubwa pamoja na pesa itakuwa imetimia sasa, na bibi atakuwa amepata mkwe. Lakini sasa nitampata rafiki yangu na Alia atalipata penzi lake. Mimi ni nyota wa muziki, watu watakuwa na bahati kubwa sana kuolewa na mimi, lakini kiukweli hakuna mtu asiyekuwa na bahati kama wewe. Hii harusi ni kama adhabu kwako, na adhabu hii itakufanya uhangaike maisha yako yote, kwa sababu unastahili. Mbona ni wanafiki wakubwa? Watu wote humu ndani wanawezaje kunifikiria hivi ili waweze kumlipizia mtu kisasi? Wanachukulia ndoa kama masihara. Masihara. Unajua nini? Majirani zetu wote hawana maana. Mwanzoni wao walikuwa wanakulaani ya kwamba Pragi hawezi kupata mwanaume mzuri, na tokeo ulipoposwa na Abhishek kwa ajili ya harusi, Pragi wangu ndo amekuwa msichana pekee ambaye ana bahati. Yaani baada tu ya harusi yako hata wewe utakuwa maarufu. Yaani na kila mtu mdomoni mwake atakuwa anakusimulia wewe tu. Kwanza mtu wa kawaida mpaka wale wa muhimu. Ni wala sitaki kabisa kuongea na wewe. Hala? Wewe hata mimi pia sikuongea na wewe mama. Sisi tulikuwa na msana kuongea na dada lakini wewe umetukatalia. Sangeongeaje? Ni kwa sababu tu ndugu wengi sana walikuwa wamemzunguka. Angeongea na ndugu zake au na nyie wote. Jioni tutakapoenda kwenye sherehe, mtaongea naye kadri mtakavyo. Pragi yuko sawa. Ana furaha. Ndiyo mama. Pragi ana furaha sana. Abhishek yeye mwenyewe ndo ameniambia. Mama, bibi yake alikuwa sawa kabisa. Jinsi jina lake lilivyokuwa kubwa, ndivyo moyo wake ulivyo. Au sivyo? Umeona vijana walivyokuwa washenzi siku hizi? Wakipata pesa kidogo tu wao wanabadilika. Lakini yeye hayupo kama hivyo. Alia, tafadhali mweleweshe bibi. Kuna nini tena? Bibi atafanya nini sasa? Bibi atafanya nini sasa? Manaka kama harusi tayari imeshafanyika, marafiki, familia, vyombo vya habari, kila mmoja alikuja. Sasa bibi anataka sherehe tena. Yaani yule msichana mimi... Kaka. Alia, kiukweli mimi siwezi kuendelea kuvumilia hili hata kidogo. Kama nitamleta mbele ya kadamnasi, vyombo vya habari vitaniharibia kabisa sifa yangu. Kweli kabisa. Nitamalizana na vyombo vya habari, wewe tulia tu. Kuna kitu cha muhimu cha zaidi ambacho sasa hivi tunatakiwa tukitilie mkazo. Nani? Purab. Mimi nilikuwa nafikiria tumwalike Purab kwenye hii sherehe, aje ili sisi tuweze kujua ukweli kuhusu yeye pamoja na Pragya. Hapo ndipo atakapoona na kugundua kosa kubwa alilolifanya. Kumetokea nini kaka? Mbona umehuzunika kiasi hicho? Hapana, hamna kitu. Halo? Subiri kidogo. Purab, simu yako. Halo? Halo? Nilijua tu kwamba utanipigia simu. Angalia, najua nimekuumiza, ila niamini, sikufanya chochote kwa kudhamiria. Wewe ni rafiki yangu, na kama hutaki kunielewa hilo basi... Purab, tayari nimeshaoa. Nini? Lini? Lakini na nani? Tano. Hakuna aliniambia, ila ni lazima itaonyeshwa kwenye TV eh? Subiri kidogo, ngoja niangalie. Purab, huko ulikuwa kuna mtandao na ndio maana umeshindwa kupata taarifa zote ambazo zinaendelea huko. Na wala sijamuoa Tano. Na yule nilomuona sio mtu maarufu, utakuja kumuona hapa. Utakutana naye uso kwa uso. Lakini ni nani huyo? Bibi ndio alinichagulia. Lakini kaka, ulikuwa unampenda sana Tano. Imekuwaje mtu mwingine? Abi, na maana umeshindwa kutatua matatizo yako wewe na Tano? Ndiyo, Tano nimeshamwambia kila kitu. Ametaka kuendelea na maisha yake. Kwa hiyo mimi mwenyewe pia nimeendelea na yangu. Yaliyobaki tutaongea ukirudi bwana. Unamaanisha sikiliza. Hata hivyo, naomba unisamehe kaka. Kama ningeweza kumwoa Alia mimi, basi nisingempatia furaha kabisa. Na wewe usingependa kabisa kuona kitu kama hicho. Ila usijali, nitakuja Mumbai hivi karibuni. Na kwa pamoja tutampata mtu mzuri sana. Rudi Mumbai. Tutaongea ukifika. Maneno ya Purab yanaonekana ya kweli mno kiasi kwamba baada ya kumuumiza yeye naumia mimi. Nina rafiki mmoja tu wa utotoni, ila kile alichonifanyia hakikuwa sawa. Amekuacha, amemwacha dada yangu kwa ajili ya huyu msichana. Kirahisi tu.
Nataka kuiona sura yake itakavyokuwa pindi atakapofika nyumbani na kumwona msichana nyumbani kwangu. Hapo ndipo atapojua tabia halisi ya yule mwanamke, na ndipo atakapogundua umuhimu wa urafiki wetu aliopoteza.